Yes, na mtazamaji wa Mastaz TV, siku kama ya leo na kizani unaifahamu ni siku gani? Siku ambayo ni bashasha kabisa. Wakristo wanasema ni siku ya Pentecoste. So hapa niko na kamati ya maandalizi ya mkutano ambao ulifanyika hapa maeneo ya Golgotha Church. Maeneo ya kaburini hapa. Tukisema Golgotha Church, watu wengi wa kambini wanaelewa ni mazingira ya wapi. Ni hapa maeneo ya kaburini. Leo nimekuja kupiga story 1 2 3 na kamati ya maandalizi. Tazama walivyopendeza, wameshine. Kila mmoja tu nikiangalia juu tu hapo amevalia kama 50 kutupia. Bado sijataja vingine na vingine. Kwa hiyo tutaambiwa siri nzito ambayo iko hapa. Habari zenu makaka zangu? Salama. Sijui nianze na mmoja au vipi? Ni wewe sasa. Okay. Natamani kiongozi useme kwa majina unaitwa nani? Kwa majina naitwa Nyangelo Onga wa Byongando. Mimi ni katibu wa maandalizi. Hii maandalizi unayoiona hapa, mimi ndo katibu. Okay, msaidizi au nani? Mimi kwa majina naitwa Bela Nwabakeni Biaombe. Mimi ndo mwenyekiti makamu wa maandalizi ya mkutano ambao tulikuwa nao. Oho, wa mwisho tunasema jina? Emmanuel Machombe Kasongo ndo majina yangu. Mimi ndo mwenyekiti wa maandalizi. Vizuri sana. Shauri au wazo la kusema kwamba tuna mkutano na tufanye maandalizi kwa ajili ya kukaribisha wenzetu ilianzaje? Bwana Yesu asifiwe. Shauri ambalo naweza nikaseme mimi kama katibu kwa ajili ya maandalizi ili kuweza kushauria watu wengine. Kiukweli kabisa, kwanza hata vituo vingine vilikuwa vikishangaa sana hawa jamaa mpaka wanaandaa watu wa maandalizi. Lakini hichi kitu kilifurahisha hata kanisa. Kanisa letu pia la Golgotha lilifurahishwa na hili jambo kwa sababu sisi kama vijana wa hapa Golgotha tuliweza kufanya kazi, hata wachungaji nao wakaona kwamba ni jambo nzuri sana. Maana tulijituma kwa hali na mali, tukajituma kwa nguvu. Kama unapoona sehemu hii hapa imeandaliwa hivi, tumekata nyasi nini, tumetumia nguvu sana sisi vijana wa hapa Golgotha. Na hivyo tulikuwa tukihimiza watu na wakatukubali. Kukubaliwa na watu ni kufuatana na jinsi ambavyo tulijitolea. Kwa hiyo naweza nikashauri kwamba kwa sehemu zingine vijana wenzangu ambao wako wanaweza wakafanya jambo kama hili la maandalizi ya kuweza kuboresha hata mikutano mingine tofauti hata nao ambao umefanyika hapa Golgotha. Ni kweli wengi sana walifurahishwa sana. Kwa hiyo hata vituo vingine vinaweza vikafanya hivi, inaweza kuwa jambo nzuri sana. Maana hata na sisi tumeshukuru sana kwa hali ambayo tumefanya, maana tulitumika kazi kama vijana. Kwa hiyo ni hayo machache tu. Okay, hususan ni vijana wengi wa mazingira haya hapa nyumbani. Ni vigumu sana kumshawishi au kumshauri akavaa suruali ya kitambaa au akavalia suti. Lakini nashangaa na nimefurahi pia kuona vijana wenu kuanzia tuseme yote anaitwa kijana amevalia vizuri. Sijui imetumikaje hapo. Kulingana na hicho nafikiri kuna ndugu yetu ambaye alifanya mpaka watu wao wamependeza hivi. Kwa hiyo tulimshukuru sana kwa hali hii. Alijifinga sana kwa kufanya kazi mpaka ikabidi watu wapendeze kiasi hiki. Mungu ambariki sana. Asante, abarikiwe aliyefanya hii kazi. Lakini hapo nataka kujua. Laiti kama mwalimu au tuseme mchungaji wa kanisa angesema kwamba mkutano tunaona sisi ndo wenyeji, kwa hiyo tusiaibishe kanisa letu. Tutaomba kila mtu kwa gharama yake ajifanyie mwenyewe. Avalie suti na vingine vyote. Kwa unavyoitazama kanisa yenu, vijana wangeweza hilo sharti? Hilo wangeweza kabisa. Maana mtu kujituma kwenye kazi anaweza kila ambacho anaweka rohoni. Ndio. Okay, ni vizuri. Katibu, ulisema wewe ndo kiongozi wa kamati hii. Kamati hii ilianzishwa lini? Ilianza tu kwenye mkutano au ni kamati ambayo iko hapo kwa muda wote? Ni kwamba kamati huwa inachaguliwa kulingana na mikutano jinsi ilivyo. Kamati hii tulianza kuisuka pale ambapo tulienda kupata tu habari ya kwamba tutakuwa na mkutano. Tukaanza mifumo ya kwanza kusuka kamati ili tuweze kupangilia mambo mengine yaende vizuri. Yes.
Kwa hiyo hili kamati ndo kwanza bado ni mpya, si ndio? Yes, kamati ni mpya. Maana kila mkutano waga na kamati yake. Ikitokea lati kwamba tukipata bahati ya kupata mkutano mwingine, itajengwa kamati nyingine. Lakini tukibahatika kwamba sisi hawa ndo tuendeleze, basi ni neema nyingine tunaweza kuendeleza. Aya, kwa ushauri wangu, kwa nini msizindamie hii kundi, tuseme iwe kundi ya protocol kwenye mikutano kama hivi na ikapewa na jina? Kwa nini msifanye hivyo? Hilo linawezekana, inafuatana na namna gani vijana ambao tutakavyokaa chini tuweze kujituma. Sababu unaweza mkakaa hivi mwenda siku huyu anaenda huku, anaenda kivyake, na ndio inakuja ile swala kusema kwamba tuunde kamati nyingine. Lakini hicho kwamba ile kamati yote ipo na tunaenea, kuna uwezekano kupitishwa. Yeah. Okay, vizuri. Nataka nijue hii kamati ina idadi ya watu wangapi? Kamati ina idadi ya watu 5. Kamati ina mwenyekiti, ina makamu mwenyekiti, ina katibu, ina naibu katibu, pia ina mwazina. Members wake ni wangapi? Members wake wote ambao wako hapa, yani tumechukua wengine wa vijana, kijumla tumekuwa kama vile watu 15 ili tufanikishe huu mpango. Okay, kwenye makanisa yetu kuna vijana waimbaji na kuna vijana ambao hawaimbi. Kamati hii imehusika sana na vijana wa aina gani? Kamati hii inahusika na vijana wanaoimba na wasioimba. Wote tunachanga kwa pamoja. Vizuri. Kwa nini msingekuwa tuna wazo ya kusema kwamba vijana wanaoimba wanahudumu tayari, wanafanya kazi, lakini kuna sisi ambao hatuhusiki na chochote, ni sisi haleluya amena tunaondoka nyumbani? Kwa nini msichukue wazo ya kusema kwamba hao ambao hawaimbi ndo wasimamie hili jukumu? Kwa nini msifanye hivyo? Tuwezi kufanya hivyo kwa sababu ni lazima tushirikishe watu wote kwa kufanya kazi ya Bwana. Maana wale ambao waliopo kule wafanye kazi wataona ya kwamba watenga. Labda tushirikiane sisi wote, ndio maana baadhi ya kamati hii licha kwamba wengine hawapo hapa, lakini kuna baadhi ya wale ambao waimbi wapo kwenye kamati. Hongera sana, mlifanya vizuri. Lakini tukiangalia hapa kama kamati yenu iliambatana na kwaya kwa kufanya gharama, si ndio? Ndio. So kwa nini msinge kuwa na vya kwenu na kwaya iwe na vya kwao? Hiyo ni kuleta matengano kwa kanisa, lakini watu kushirikiana ni vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ulisema ni kuleta matengano kati ya kanisa, lakini hapo nitauliza swali. Kama mimi hapa ni mgeni, sijui huyu hapa ndo mwanakamati na sijui huyu hapa ni mwimbaji, na hitaji wa maji na kutuma wewe mwimbaji, utaniambia kwamba mimi naimba mtume yule kule? Au ni hicho kitu? Na ina utata hapa, wewe ni mwimbaji umevalia isare na huyu hapa ni mwanakamati amevalia isare, si ndio? Sijui kati yenu mwanakamati ni nani na mwimbaji ni nani, na kutuma wewe, mfano wewe mwimbaji, utanifanyia hiyo kazi ya huyu hapa? Kufanya hiyo kazi, maana mkutano hupo nyumbani, ni lazima niifanye, kwa sababu nisipoifanya inaleta sura mbaya. Cha kusaidia hapo, naweza nikaongeza tu kwamba hii kamati sio kwa ajili ya watu fulani. Sawa? Ina maana kijana yoyote wa Golgotha, sawa, ni mwanamemba wa nini? Wa kamati. Sawa? Kwa hiyo kijana yoyote iko ridhaa kufanya kazi yoyote ambayo inahusiana nini na kamati. Akitumwa lazima atekeleze. Ikiwa yuko podium kwa ajili ya kuimba, kitoka podium iko ridhaa kufanya kazi yoyote ambayo inahitajika na nini na kamati. Yes. Okay, poa. Ni vizuri sana. Kwa hapa niseme mmependeza sana na mmeonekana mmeshine vizuri sana. Kuna vijana ambao ukiwaambia kwamba sisi hapa si wainjilisti, lakini tunatumwa tuende tufanye huduma huko mbalimbali, tunaingia field, tunakuta changamoto ambayo iko kwa sasa maeneo ya hapa nyumbani kwetu ni uvaaji, hususan kwa wasichana na wavulana. Kwa hiyo kwa upande wenu nyinyi kama vielelezo, sasa hivi mnatumwa mwende field, mkionekana mmevalia hivyo mnakuwa mnachekwa, si ndio? Lakini mmevalia vizuri sana, na ningeomba mtoe ushauri japo kidogo kwa wale ambao hata wakiwa hii ni suruali wanaitumia, wanaenda kukata inakuwa ni kaptula. Ningeomba tukashauri kidogo kwao.
Ya ndio, mimi niseme tu kwamba sisi tumelelewa kwenye mazingira mazuri. Pia nishukuru kanisa na uongozi wa kanisa yetu kwa kuwa endelea kutulea vizuri. Kawaida kabisa sisi wa FCT Sepak, kijana haruhusi kuvaa jeans. Sawa? Kwenye mkutano kama na huu natakiwa uvae nguo ya kitambaa kama vile nguo ya heshima. Na ushauri kwangu kwa vijana wengine, tujaribu hata namna gani ya kuweza kuwa mifano bora kwa watu wengine. Tuwe na utofauti angalau hata kwa kidogo kwamba huyu ni Mkristo, huyu si Mkristo, angalau hata kwa uvaaji. Maana kilichofanya ule mwanafunzi wa Yesu kujulikana kwamba yeye ni wa Yesu ni kulingana na nini? Na tabia na mienendo yake. Kwa hiyo sisi hawa waliopo kanisani ndio tutafanya wale ambao waingii kanisani, sawa, wapate kujuta na kuweza kutufuata sisi. Lakini sisi tukiwa na mienendo kwamba kuonesha kwamba sisi na wao tuko sawa sawa, itaonesha kwamba katikati hakuna chochote. Kwa hiyo tujaribu kubadilisha uvaaji wetu, sawa? Maana kitambaa ni nguo nzuri sana. Tena nguo ngumu sana. Kitambaa naweza kuvaa mwaka, lakini jinsi ni miezi 6 au jinsi inaharibika. Kwa hiyo tujitahidi tuwe kwenye mionekano mizuri na ya heshima vile vile. Ya nitaomba wabadilike ili waweze kubadilika, wafate mtindo mwingine wa kitambaa. Ni mtindo mzuri sana. Unaona jinsi tulivyopendeza? Ya, nimependeza sana. Tena sana, utafikiri wabunge, kumbe tu watu wa kawaida. So, mtazamaji wangu, hii ni kamati ambayo ilihusika kufanya mambo yote unayoyaona huko ndani, kupendezesha ukumbi na kupendezesha waimbaji. Hawa mababa ndio wamesimama kufanya hiyo kazi. Na hiki ulichokisikia hapa ndo yani kile walichokifanya. Kwa hiyo ambatana nasi mwanzo mpaka mwisho wa vyovyote tutakavyofanya maeneo haya, uwe nasi. Usitoke hapo ulipo. Asante.